kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aloambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi. Kwao wanaomcha amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amempokea Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Ni sikukuu ya Bikira Maria kwenda kumwamkia Elisabeti, au unaweza kusema sikukuu ya maamkio ya Bikira Maria. Bikira Maria anapoenda kumwamkia ndugu yake Elisabeti, akifunga safari ndefu kabisa kutoka kaskazini Galilaya kwenda kusini Yuda, ambako Elisabeti alikuwa anaishi. Ilikuwa baada ya kuwa amejulishwa na malaika Gabrieli juu ya mpango mzima ambao Mungu anao juu yake, kwamba yeye katika hali yake ya kuwa binti bikira atabeba mimba, na mimba atayobeba si katika taratibu za kawaida za kubeba mimba kama wanavyofanya akina mama wengine. Yeye atabeba mimba kwa mtindo na namna hiyo tofauti kabisa, kwamba binti atakuja kutoa mimba na
kumzaa Masia ilikuwa ni jambo ambalo lilijulikana na Wayahudi wote. Kwa hiyo mabinti wa Kiyahudi walijitahidi kuishi kwa nidhamu hivi kwamba pengine bahati itakuja kuniangukia mimi. Kwa hiyo wakiendelea kuishi hivyo, bahati sasa ikamwangukia Maria. Sasa anapoambiwa juu ya habari hiyo, kwa kweli inakuwa ni sababu ya furaha kubwa kwake, na hivi kwa furaha hiyo ambayo ameipata kwa kupewa taarifa hiyo, na anapoambiwa pia na ndugu yake ambaye yuko kusini kabisa mwa Israeli, na yeye ni mjamzito, kwa moyo wa shukrani na furaha nyingi hakawii kumpelekea taarifa, habari njema ambayo Mungu ameweza kumtendea. Kwa hiyo anafunga safari, na anapofika sasa kwa mwenyeji wake Elisabeti, ndipo sasa wanapokutana akina mama hawa wawili, wote wakiwa na baraka tumboni mwao. Na hivi sasa mkutano wa hawa akina mama wawili unabadilisha kabisa hali nzima ya pale nyumbani kwa mzee Zakaria kuhani na Elisabeti. Inakuwa ni furaha tele. Furaha hiyo hasa inaonjeka na Elisabeti mwenyewe pamoja na yule aliyemo ndani ya tumbo lake, wanafurahi. Kwa hiyo kukutana kwa akina mama hawa wawili ni hasa mkutano wa maagano haya mawili, agano la kale na agano jipya. Agano la kale linawakilishwa na Yohane ambaye bado angali tumboni mwa mama yake Elisabeti, na agano jipya linawakilishwa na Yesu ambaye angali tumboni mwa Bikira Maria. Kwa hivi Yohane anafunga ukurasa wa agano la kale, na sasa kinakuja kipindi kingine, kipindi kipya. Yesu anafungua ukurasa mpya wa agano jipya. Kwa hiyo Elisabeti anatambua kwamba huyu aliyenitembelea mimi si mgeni wa kawaida tu hivi, bali aliyenitembelea mimi leo katika nyumba yangu hii, yeye ni sanduku la agano, ni sanduku la agano. Yani Bikira Maria yeye ni sanduku la agano, ni sanduku la agano. Ndani mwake amembeba Yesu aliye Mungu.
Wayahudi walikuwa wanalo sanduku la agano. Hilo walikuwa wanalitunza, wanalihifadhi, wanaliweka mahali maalumu, na hilo sanduku la agano likiwakilisha uwepo wa Mungu kati yao. Ndani ya hilo sanduku la agano waliweza kuhifadhi amri za Mungu, sheria zile za Musa na kadhalika hivi. Kwa hivi sasa Bikira Maria mwenyewe sasa anasimama badala ya lile sanduku la agano la kale waliokuwa nalo Waisraeli. Sasa ni live kabisa. Yeye mwenyewe ni sanduku la agano, ndani mwake yumo Yesu aliye Mungu. Kama vile tabernakulo ile ndani mwake yumo Yesu wa Ekaristi. Kwa hiyo Bikira Maria sasa ndiyo tabernakulo ya kwanza ambaye amembeba Kristo aliye Mwokozi. Unaona? Kwa hiyo baada ya kufahamu hivyo, aliweza kumpa sifa Bikira Maria, na alitambua hilo kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Anampa sifa, anampa salamu kwamba salamu Maria, uliyepewa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Elisabeti naye anatambua kwamba katika upendeleo, katika ile bahati ambayo mabinti wengine wote wakisubiri pengine itaniangukia mimi, anatambua kabisa imemwangukia huyo mama Bikira Maria katika ubinti wake. Ndio anasema umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na huyo utayemzaa amebarikiwa, kwa maana sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo Bikira Maria akijibu salamu za mwenyeji wake Elisabeti, ndipo na yeye anatiririka huo utenzi ambao tumeusikia, na yeye mwenyewe anatambua kwamba aliyemo ndani mwake ni nani, kwamba atakuja kufanya nini, kwamba aliyemo ndani yake atakuja kuwainua wale wote walioanguka, kuwainua wale wote wanaoelemewa na nira ya dhambi. Kwa hivyo Bikira Maria anamshukuru Mungu kwa ahadi zake, pale anaposema kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Bikira Maria anaona sasa ahadi ya Mungu imetimia. Maana Ibrahimu alimwahidia kwamba atawaletea Mwokozi, na sasa anaona saa ya Mungu, wakati wa Mungu ndio huo sasa unaanza kutimia. Kwa hivi tumesema Bikira Maria, sisi Wakatoliki tunamuenzi, tunamsifu, tunamheshimu kwa sababu ya utii wake, ya utayari wake kukubali kuwa mama wa mkombozi, na ndio maana anakumbukwa hivyo, anaheshimiwa hivyo, na kwa kweli Wakristo wote walipaswa waelewe hivyo,
kwamba Bikira Maria ana nafasi yake muhimu katika kazi ya ukombozi. Sasa bahati mbaya, japo wapo Wakristo wengi makanisa tofauti tofauti wanaishia tu kumtambua Yesu aliyezaliwa na Bikira Maria, lakini yule aliyemzaa hawamtambui. Sasa hapo ndipo kidogo inashangaza nini kinawatatiza wasielewe ukweli huo, kwamba huyo naye kama unamheshimu mtoto, unampenda mtoto, unamjali mtoto, halafu mama yake kumjali, inakuwa huyu mtoto hakutokea tu hivi, ametokea katika taratibu ile ya kuzaliwa wanadamu, amezaliwa na mwanadamu. Sasa hata kama hakuzaliwa kutokana na utaratibu wa kawaida wanavyozaliwa watu wengine, amezaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, lakini sasa yule aliyewezeshwa kumzaa huyu na yeye anatakiwa apewe heshima yake, anatakiwa apewe na yeye hongera. Na ndio maana sisi tunaendelea kumsifu, tunaendelea kumwenzi, tunaendelea kumheshimu, na tunapoendelea kumheshimu yeye, mtoto wake sisi hatumheshimu tu, tunamwabudu kwa sababu yeye ni Mungu. Mama yake tunamheshimu, asante kwa kutuletea, kwa kutuzalia, wewe ni mzaa chema. Na sisi sasa tunakuheshimu na mwanao tunamwabudu kwa sababu tunajua yeye ni nani. Hivyo kwa hiyo tunaalikwa na sisi kuiga mfano huo wa Bikira Maria, ambaye anampelekea ndugu yake habari hiyo njema. Ameenda kumsimulia yale yote ambayo ameambiwa na malaika, na ndiyo maana katika mabadilishano yale hata Elizabeth naye kwa furaha tena anaendelea kumpamba huyu Bikira Maria. Kwa hiyo na sisi tuwe wasambazaji wa habari njema. Bikira Maria anapoenda nyumbani kwa mzee Zakaria, hali inayotawala pale ni hali ya furaha. Kumbe na sisi tunapowatembelea ndugu zetu, tunapowatembelea rafiki zetu, tunapowatembelea jirani zetu, tuwe sababu ya furaha kwao na sio kero. Kwa hiyo sisi tunaendelea hivyo kumshukuru Mungu kwa kutimiza ahadi yake, na yote hiyo ambayo ilikuja kutimilizwa, ahadi ambayo Bikira Maria mwenyewe alielewa kwamba huyo aliye ndani mwake atakuja kuwainua walioanguka, lakini alikuja kuwainua kwa jinsi hiyo ambayo tunamuona msalabani. Kutoka hapo basi sasa wote ambao walikuwa wameelemewa wamepata kukombolewa.